Idara ya upelelezi wa kodi kanda ya Nyanda za Juu Kusini imemfikisha katika mahakama ya mkoa wa Iringa mtuhumiwa Moses Madege ambaye ni mfanyabiashara wa mbao Mafinga anayekabiliwa na kesi ya uhujumu uchumi. Akizungumza na vyombo vya habari leo Septemba 29, 2025, meneja wa upelelezi wa kodi kanda ya Nyanda za Juu Kusini Nicholas Njovu amesema mfanyabiashara huyo amekuwa akionyesha manunuzi ya uongo na kusababisha kukwepa kodi ya ongezeko la thamani yenye thamani ya shilingi bilioni 2 na milioni 500. Tumempandisha kizimbani mfanyabiashara aitwaye Moses Madege kwa kosa la kuwasilisha ritani za uongo na hivyo kuweza kukwepa kodi ya ongezeko la thamani. Kama alivyosema mwenzangu ni kwamba mfanyabiashara huyu amekuwa akiwasilisha ritani za uongo akionyesha manunuzi ya uongo ambayo si sahihi na hivyo kusababisha kukwepa kodi ya ongezeko la thamani yenye thamani ya shilingi bilioni 2 na milioni 500. Sasa kikubwa tutoe rai kwa wafanyabiashara wachache ambao wamekuwa wakitumia kwa makusudi mbinu mbalimbali za kuweza kukwepa kodi na hivyo kushusha mapato ya serikali na hivyo kukwamisha juhudi za serikali za kuweza kutoa huduma mbalimbali kwa wananchi. Ni kwamba mamlaka ya mapato kupitia idara ya upelelezi wa kodi iko makini na itapambana na wale wachache ambao hawataki kufuata sheria, ambao wanajihusisha na ukwepaji wa kodi wa makusudi. Kwa kweli tumeimarisha sana mifumo yetu na vitengo vyetu vya intelijensia tumeviimarisha sana. Kwa hiyo nitoe rai kwa wafanyabiashara ambao aidha wamekuwa wakijihusisha au wana mpango wa kujihusisha na ukwepaji wa kodi. Naomba waombe kwamba waache, kwa sababu mamlaka ya mapato iko macho, kitengo cha idara ya upelelezi wa kodi kiko macho na kitaendelea kupambana nao. Kwa wale wachache ambao hawako tayari kufuata utaratibu na wanajihusisha kwa makusudi na vitendo vya ukwepaji wa kodi. Kwa upande wake, meneja wa TRA mkoa wa Iringa Peter Jackson amesema hatua hiyo imefikiwa ikiwa ni njia mojawapo ya kukomesha tabia ya udanganyifu inayofanywa na wachache wenye nia ya kupoteza mapato ya serikali. Hatua hii imefikiwa ikiwa ni njia ya kukomesha tabia ya udanganyifu ambayo inafanywa na walipa kodi walio wachache, kwa sababu katika mkoa wetu wa Iringa walipa kodi wengi wanatimiza wajibu wao vizuri, lakini katika wale wachache ambao wanataka kuvunja taratibu, katika wale wachache ambao wana nia ya kupoteza mapato ya serikali, tumeona kwa kweli hatuna budi zaidi ya kuhakikisha kwamba tunachukua hatua kali. Lakini kipekee kabisa ni pongeze idara yetu ya upelelezi wa kodi ambao ni tax investigation chini ya kamishna wao Mr. Ngoda. Kwa kweli wamefanya kazi nzuri sana kufuatilia wale wote wanaokwepa kwa kufanya udanganyifu. Wanatumia window yetu kwenye mfumo ya GPG. Hii ni eneo maalum ambalo mtu anaweka manunuzi aliyoyafanya kutoka taasisi za serikali. Kwa hivyo basi, ndugu Madege ametumia mwanya huo kukwepa kodi kwa kuingiza taarifa za uongo, kuonesha kwamba amefanya manunuzi makubwa kupitia window hiyo ya GPG. Na kitengo chetu cha investigation kimefuata ufuatiliaji wa hali kwa muda mrefu na kugundua udanganyifu huu. Na pia kitengo chetu kipo kuhakikisha wale wote wanaokwepa kwa njia za udanganyifu, wale wachache wanaokwepa kwa njia za udanganyifu, wale wachache wanaotumia njia za uongo kukwepa kodi, watahakikisha wote wanachukuliwa hatua stahiki, ikiwemo kuwapandisha mahakamani na kuchukua hatua stahiki kwa mujibu wa sheria. Wakili wa serikali Auni Chilamula amesema mtuhumiwa Moses Madege anatuhumiwa kwa makosa 25, ambapo kosa la kwanza mpaka la 23 ni kuwasilisha ritani za kodi ya ongezeko la thamani zenye taarifa ya uongo. Amesema kwenye kosa hili inasemekana mtuhumiwa tangu mwaka 2025-2024 alikuwa anawasilisha ritani za uongo, ikionyesha kuwa amefanya manunuzi kutoka kwa wafanyabiashara tofauti kupitia mfumo wa malipo kwa taasisi za umma, Government Electronic Payment Gateway, yani GPG, na kuwasilisha taarifa hizo kwenye ritani. Leo hii katika mahakama hii ya hakimu mkazi Iringa tulikuwa na mtuhumiwa Moses John Madege ambaye anatuhumiwa kwa jumla makosa 25. Kosa la kwanza mpaka kosa la 23 ni kuwasilisha ritani za kodi ya ongezeko la thamani
zenye taarifa ya uongo kinyume na kifungu cha 84 kifungu kidogo cha kwanza B cha sheria ya usimamizi wa kodi sura namba 438 marejeo ya mwaka 2019. Kwenye kosa hili inasemekana kwamba mtuhumiwa kuanzia mwaka 2022 mpaka mwaka 2024 alikuwa anawasilisha ritani za uongo akionyesha kwamba amefanya manunuzi kutoka kwa wafanyabiashara tofauti kupitia mfumo wa malipo kwa taasisi za umma, yani Government Electronic Payment Gateway GPG, na kuwasilisha taarifa hizo kwenye ritani. Hivyo taarifa hizo zikapelekea kosa la 24 ambao ni kukwepa kodi kwa njia ya udanganyifu kinyume na kifungu cha 84 kifungu kidogo cha kwanza D cha sheria ya usimamizi wa kodi sura namba 338 marejeo ya mwaka 2019. Na kosa la mwisho ambao ni kosa la 25 ni kosa la uhujumu uchumi ambalo ni kusababishia hasara kwa mamlaka kinyume na aya ya 10 aya ndogo ya kwanza ya jedwali la kwanza ikisomwa pamoja na kifungu cha 57 na kifungu cha 60 cha sheria ya uhujumu uchumi sura ya 200 marejeo ya mwaka 2022. Kosa hili anatumiwa nalo kutokana na kiasi cha kodi ambacho hakufanikiwa kulipa kutokana na taarifa za uongo alizoweka kwenye ritani yake ya kodi ya ongezeko la thamani. Kwa jumla makosa 25 ndio ambayo mtuhumiwa wetu anatuhumiwa nayo mbele ya mahakama hii. Kesi hiyo ya uhujumu uchumi namba 23655 ya mwaka 2025 imesomwa kwa mara ya kwanza leo mbele ya hakimu mkazi mfawidhi Jafet Bwile Manyama kwa upande wa mashtaka ukiongozwa na wakili mkuu wa serikali Medalakini Emmanuel akisaidiwa na Auni Chilamula ambao uliwasilisha mashtaka 25 dhidi ya mtuhumiwa, na kesi hiyo imepangwa kutajwa tena Oktoba mosi mwaka huu. Mimi ni Shani Nicholas. 88.5 Shamba FM.